lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako, ni tumaini kwa afya yako. Njombe Net Event 2026. Leo tumekaa sana na tumekula ubwabwa wa Sabato. Hebu tusimame dakika moja ya afya. Lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako. Lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako, ni tumaini kwa afya yako. Haleluya! Hebu tukae kwa amani. Somo la leo lina kichwa kinachosema unachopaswa kujua kuhusu saratani. Kile unachopaswa kujua kuhusu saratani. Saratani ni kundi la magonjwa, yani sio ugonjwa mmoja, ila ni kundi la magonjwa yanayotokea pale seli zenye tabia mbaya zinapokuwa na kugawanyika bila kudhibitiwa na hatimaye kuenea katika sehemu nyingine za mwili. Seli hizi kwa kawaida huwa hazina shida, huwa ni seli tu nzuri za mwili, lakini huwa kuna mambo fulani yanatokea kiasi kwamba tabia ya hizi seli inabadilika, kiasi kwamba sasa haziwezi kuishi tena chini ya udhibiti wa mwili na zinakuwa tu bila kusimama. Ndio maana unasikia mtu anapata nini? Anapata saratani. Inaweza ikajitokeza kama uvimbe au kwa namna nyingine. Na mara nyingi saratani inapogundulika huwa imekwisha fika hatua za mbali sana kuliko vile ambavyo imeanza. Huwa inaanza na seli moja tu ambayo hata huwezi kuiona kwa macho, lakini kadri inavyozidi kukua na kugawanyika, basi ndipo inapozidi kukua na matokeo yake yanaonekana mwilini. Mtu anaanza kupata dalili na hatimaye anakuwa mgonjwa wa saratani. Kwa hiyo inaweza ika-affect sehemu yoyote ya mwili wako, na mara nyingi huwa tunaziita saratani kutokana na eneo la mwili lililoathiriwa. Kwa mfano tukisema saratani ya koo, maana yake ni seli zenye tabia mbaya zimeharibu nini? Sehemu ya koo. Saratani ya shingo ya uzazi, maana yake mabadiliko haya yameanzia kwenye sehemu hiyo. Saratani ya tumbo, maana yake ni seli za kawaida za tumbo sasa zimebadilika na kuwa seli zisizoweza kudhibitiwa tena na mwili. Sasa saratani imeenea sana katika kizazi chetu kuliko ilivyokuwa huko zamani. Duniani kila mwaka takribani watu milioni 20 wanagundulika na saratani, na takribani watu milioni 10 kila mwaka wanakufa kutokana na saratani. Kwa nchi yetu ya Tanzania inasemekana kwamba ni takribani watu 44,000 wanagundulika na changamoto hii ya saratani kila mwaka. Kila mwaka tuna kesi mpya za saratani takribani 45,000 nchini kwetu. Sasa kwa nini hali inakuwa hivi? Changamoto ni kwamba mazingira tunayoishi leo yameongeza uwezekano wa kuharibu tabia ya seli zetu. Sasa hiyo unayoiona hapo ni picha ya seli. Na tabia ya seli
imehifadhiwa kwenye yako kadude keusi katikati, kanaitwa kiini cha seli. Hapo nilipoweka alama nyekundu. Hiki kiini cha seli huwa kinabeba taarifa na utaratibu wote unaoratibu maisha ya seli kupitia hivi vidude. Kwa hiyo ukikuza zaidi hicho kiini cha seli utakutana na vitu hivyo. Hiyo inaitwa DNA. Hiyo ni material ya kijenetiki ambayo yanaratibu maisha ya seli, lakini pia yanahifadhi taarifa zote za seli, kwamba hii seli ikikua itakuwa namna hii na itafanya kazi hii na itaishi muda fulani, baada ya muda itakufa. Moja ya tabia muhimu ya seli za mwili wako ni kwamba zinakufa. Kila siku unapoteza mamilioni ya seli kupitia ngozi, kupitia mfumo wako wa umeng'enyaji wa chakula. Seli nyingi sana zinakufa kadri zinavyofanya kazi yake inaisha. Ni kama unavyobadilisha betri kwenye torch, maybe inatumika, zinaisha, unakula chakula, mwili unatengeneza nyingine, na ndivyo maisha yanaendelea. Sasa nini kinatokea? Chini kabisa ya hizi genetic material huwa kuna chembe ndogo ndogo ambazo tulijifunza mwanzoni, chembe zinazotengeneza mwili wa mwanadamu. Hizi chembe huwa siku zote ziko katika hali ya uwiano kamili, zinatengenezwa na charge. Kwa hiyo ukiona hicho kiini hapo nimeandika 8+, maana yake kina balance ya charge za positive na charge za negative. Kwa hiyo kinakuwa katika utulivu. Lakini pia kikiwa katika molecule hii ya hizi DNA huwa inaungana na chembe nyingine na kutengeneza uwiano mzuri ambao unaipa DNA ili umbo. Ili umbo limetokea kwa sababu ya charge zinazovutana, ndizo zinazoiweka DNA karibu na kuwa na utaratibu na taarifa zinazotakiwa kwenye mwili. Sasa nini kinatokea? Kuna vitu vinavamia mwili wetu vinaitwa free radicals au chembe huria. Mimi nimeziita chembe huria, free radical. Hizi ni chembe zenye tamaa, zenye ghadhabu na hasira, yaani zina tabia kama ya shetani hivi. Zinakosa utulivu ndani ya mwili kwa sababu kwanza hazikuumbwa ziwe sehemu ya mwili, alafu hazina uwiano kamili wa charge. Kwa hiyo ili zitulie, hazina budi kuchukua kwa nguvu charge kutoka mahali fulani ndani ya seli ili zitulie. Zinatimiza lile fungu la mwivi aji ila aibe na kufanya nini? Na kuharibu. Kwa hiyo hizi ni chembe ambazo huwa zinakuja ndani ya mwili ili zifanye nini? Ziibe charge na kuharibu utaratibu wa seli. Sasa zinafanyaje? Zinavuta electrons, zile charge hasi ambazo zinapatikana kwenye chembe zinazounda hivi vitu vinavyobeba vinasaba vinavyobeba taarifa za mwili au za seli ambayo inaratibu maisha kwa ujumla. Kwa hiyo hizi zinakuwa na nguvu ya kuvuta charge kutoka kwenye seli. Hasa sehemu gani ya seli ambayo iko kwenye hatari zaidi ya kuathiriwa na hizi chembe huria? Ni kiini seli ambacho kinabeba nini? Vinasaba vyako na vinasaba vinavyoratibu maisha ya seli. Sasa eneo la seli lenye kiwango kikubwa cha charge ni kiini cha seli na hivyo vinasaba. Kwa hiyo hizi chembe huria zinapofika sehemu inayoshambuliwa kwa wepesi ni yenye charge nyingi, ambayo ndio DNA, na DNA ina charge nyingi kwa sababu ndio inayozifanya pia zimaintain hiyo shape yake unayoiona. Kwa hiyo charge ikiibiwa kutoka kwenye DNA ni kwamba japokuwa mara nyingi seli huwa inapambana sana, charge ikinyofolewa mwili unafanya repair haraka, kurepair DNA ambazo zimeharibiwa. Itapambana. Sasa mashambulizi yanapozidi, seli huwa inaingia katika shida ya msongo wa chembe huria. Kitaalamu tunaita oxidative stress. Oxidative stress inapozidi, hatimaye hii seli inapoteza sifa yake ya kitabia, kwa sababu DNA imepigwa mpaka imekosa nini? Imekosa mwelekeo. Yaani ni sawasawa na uingie kwenye gari, badala ya kuwasumbua abiria unamsumbua dereva na gari iko kwenye nini? Kwenye mwendo. Maana yake gari itapoteza nini? Mwelekeo. Kwa hiyo hizi chembe huria zikiwa nyingi, seli inapoteza mwelekeo. Ndio unaona hapo. Mwanzoni ilikuwa seli ya kawaida, ikaanza kushambuliwa na hizi chembe huria na hatimaye ikazidiwa na msongo wa chembe huria. Matokeo yake vinasaba vinavyobeba tabia na kuratibu maisha ya seli vinafanya nini? Vinaharibika. Sasa bahati mbaya vinapoharibika,
ni kwamba hii seli huwa haifi. Kwa sababu seli haifi na vinasaba vimeharibika, hii seli inaanza kukua na kugawanyika. Inapogawanyika inatengeneza kopi ya seli kama nyenzake. Sasa kumbuka, hazifi, hazidhibitiwi tena na mwili kwa sababu zimetoka nje ya control. Yaani hazijui utaratibu wa mwili kwamba mimi natakiwa nifanye kazi hii na baada ya muda fulani niwe replaced na seli nyingine. Sasa zinaanza kuzaliana. Sasa inaweza ikachukua miaka mingi kufikia kiwango ambacho kinaweza kugundulika, kwa sababu hili tatizo linaanza na seli moja. Sasa bahati nzuri ni nini? Miili yetu huwa inatusaidia kupambana na kansa kupitia kinga za mwili. Kila mtu, tafiti zinasema kwamba kila mtu ana kiwango fulani cha seli ambazo zinaelekea kwenye saratani. Kila mtu, kulingana na maisha tunayoishi sasa, lakini tunalindwa na mfumo wetu wa ulinzi wa mwili. Unapambana na hizi seli kulingana na mtindo wa maisha na chakula unapokula. Sasa balance inapokosekana, ndipo sasa matatizo huwa makubwa. Sasa moja ya vitu ambavyo mwili unatumia ili kupambana na hizi seli za kansa tunaziita antioxidant. Hebu mwambie mwenzako antioxidant. Sasa antioxidant hazina jina zuri la Kiswahili, halipo. Mimi nimeziita tu mkusanyiko imara wa chembe chembe kwa sababu ya sifa zake. Antioxidant ili kusaidia mwili kujilinda na kemikali hizi ama hizi free radical. Zenyewe antioxidant zina uwezo wa kusupply charge pasipo zenyewe kupoteza ule uimara wake. Zina uwezo wa kusupply charge, yani zenyewe ziko stable, hazina shida. Yani zinaweza zikasupply charge japokuwa zikasupply charge bila kuathiri uimara wake. Maana yake ni nini? Unapokuwa na antioxidant nyingi ndani ya mwili, maana yake unapunguza madhara ya chembe huria. Kwa hiyo chembe huria badala ya kushambulia DNA yako na kuharibu uratibu wa seli, zinakabiliwa na nini? Na antioxidant. Na antioxidant zenyewe zinabaki stable. Ila ukishambulia sehemu nyingine za mwili unazifanya zisiwe nini? Zisiwe stable. Sasa hizi zinapatikana wapi? Ni katika vyakula vya asili vyenye rangi mbalimbali. Wengi wamekuwa wakitafuta hizi antioxidant kwenye supplement, lakini supplement si bora kama chakula cha asili, kwa sababu supplement nazo zinatengenezwa viwandani na kuna wakati huwa zinaingiliana pia na baadhi ya utaratibu wa mwili. Sasa hapo ni baadhi ya antioxidant zenye nguvu zaidi kwenye mwili. Ya kwanza inaitwa astaxanthin. Hii inapatikana sana kwenye mimea ambayo iko baharini kama mwani mwekundu, mwani wa kijani, mimea fulani ambayo inaota baharini. Lakini antioxidant ya pili inaitwa lutein. Hii ni very strong. Hii inapatikana kwenye mboga za majani zenye rangi ya kijani kama inakaribia nyeusi. Kwa mfano mchicha una hii lutein kwa wingi. Lakini antioxidant ya tatu ni beta carotene. Hii inapatikana kwenye karoti na matunda kama mapapai yenye rangi hiyo. Kuna vitamini E, kuna coenzyme Q10, hii inapatikana kwenye karanga. Lakini pia kuna vitamin C ambayo inapatikana kwenye machungwa na mazao yote jamii ya michungwa. Sasa kansa inapoingia kwenye mwili wako, kuna kitu hiki huwa kinatokea, kinaitwa Warburg effect. Hili ni jina walilitoa kufuatia Dr. Warburg ambaye alikuwa mshindi wa tuzo ya Nobel kufuatia uchunguzi wake kuhusu kansa. Aligundua kwamba kansa inakula sukari kwa kiwango kikubwa. Seli za saratani hutumia sukari haraka zaidi kuliko seli za kawaida, na mara nyingi huichachusha kuwa nishati ya haraka kupitia mchakato unaojulikana kama aerobic glycolysis. Tofauti na mfumo wa kawaida wa seli ambazo zina usalama au ni salama, ambazo zenyewe zinatumia mfumo wa ATP kupitia mitochondria, ambacho tunakiita ni nguvu, ni nyumba ya nishati ya seli. Najitahidi kutafsiri hivi vitu, vingine vina lugha ngumu kidogo. Sasa nini kinasababisha sasa saratani? Maanake tumeishaanza kuona mwanzo inatokeaje. Sasa ngoja nikuoneshe vyanzo vya hizi free radical. Hizi free radical zinatokana na kemikali tunazotumia kwenye maisha ya leo. Moja, acetaldehyde. Hii inatolewa wakati mwili unachakata ethanol ama pombe
Hii inapatikana katika vileo vyote, bia, wine na pombe kali. Na tuliwaambiwa kwamba unywaji wa pombe ni kisababishi kikubwa cha nini? Cha kansa. Kwa hiyo hii hapa moja ya sababu inayopelekea hizo free radical. Haya, ya pili ni nitrosamines na polyamine hydrocarbons. Hii zinapatikana kwenye moshi wa sigara, tulishajifunza. Haya, kingine ni aflatoxins, inapatikana kwenye mazao ambayo hayajahifadhiwa vizuri, karanga au miogo yenye fungus. Haya, kingine hizo HCA na PAH, hizi zinapatikana kwenye nyama. Hizi zinaitwa polyaromatic hydrocarbons. Hizi zinapatikana kwenye nyama inapopikwa kwenye joto kali au moto wa wazi, unapoiroast au unapoigrill ama kufanya barbecue. Haya, arsenic inapatikana kwenye dawa za kuhifadhia mbao, taka za viwanda au maji yaliyoathiriwa. Haya, benzine hii inatumika kutengenezea rangi, mipira, lakini inaweza ikapatikana ndani ya vyakula vilivyo vya kiwandani ama vya kwenye maboksi kama benzoic acid ama sodium benzoate. Kachukue kizibo chochote cha soda, angalia pale juu utakuta wameandika sodium benzoate, ni preservative. Sasa sodium benzoate inapokutana na vitamini C na inapokutana na joto kali ndani ya mwili inageuka kuwa benzini ambayo ni potential carcinogen ama ni kihatarishi kinachoweza kusababisha kansa. Nyingine ni formaldehyde. Baadhi ya vihifadhi vya vyakula na kemikali za usafi wa nyumbani zinaweza kusababisha kansa kwa sababu ya uwepo wa kemikali hiyo. Haya, nyingine ni volatile organic compounds. Hizi zinapatikana kwenye air fresheners, perfume, body spray na baadhi ya rangi. Vinapotumiwa kwa wingi vinaathiri mwili wako na vinaleta ile oxidative stress kwenye mwili na kuongeza uwezekano wa kupata saratani. Sina ugomvi na maisha ya mtu, ila mimi nina present ukweli wa nini jamani? Ukweli wa mambo. Maisha tunayoishi yametuzunguka na hatari nyingi. Kwa hiyo lazima ujue namna ya kujiepusha ili uwe salama. Haya, sababu nyingine za saratani ni maambukizi ya virusi. Hawa wanaitwa oncogenic virus. Kuna virusi wanaosababisha kansa. Kwa mfano, human papilloma virus. Hii inasababisha kansa ya shingo ya kizazi. Tuna hepatitis B na hepatitis C virus. Hizi zinasababisha kansa ya ini. Kuna Epstein-Barr virus inasababisha lymphoma. Kuna herpes virus, hii inasababisha Kaposi sarcoma, ni aina ya kansa. Kuna human T-cell leukemia virus inasababisha kansa ya leukemia. Lakini bakteria kama Helicobacter pylori, H pylori wengi tunamjua, unapokuwa na maambukizi ya H pylori yasiyotibiwa unaongeza riski pia ya kansa ya tumbo. Visababishi vingine ni mionzi. Hii mionzi inaletaje shida? Mionzi maana yake huwa ni electrons zinazokimbia kwa spidi kubwa. Kwa hiyo unapokuwa exposed kwenye mionzi kwa sababu ni electrons, huwa zina uwezo pia wa kuzigonga electrons ambazo zinatengeneza structure ya DNA yako, hivi vinasaba ambavyo vinalinda taarifa na tabia ya mwili. Kwa hiyo mionzi tunaziita ionizing radiation, kama X-ray, CT scan na PET scan. Zinapokuwa katika dozi kubwa zinaweza kusababisha kansa. Sasa hizi manufaa yake katika tiba ni makubwa kuliko hatari ya kusababisha kansa. Lakini nadhani sote tunafahamu kuna haja ya kupunguza kiwango ambacho mtu anakuwa exposed na nini? Na hii mionzi, lakini ni kisababishi cha kansa. Kingine ni mionzi ya jua. Hii inasababisha kansa kwa watu ambao ngozi yao ina kiwango kidogo cha melanin. Melanin ni dark pigment inayotufanya sisi wa Afrika tuwe weusi. Ndio maana Afrika hatuna rate kubwa ya kansa ya ngozi. Lakini wazungu na maalbino ambao wana upungufu wa melanin wanapata kansa ya ngozi kwa sehemu kubwa kwa sababu ya UV radiation. Na ili kuipingana nayo ndio maana wengi wao wanatumia zile sunscreen ili kupunguza athari ya mionzi ya jua ambayo inaweza ikaleta shida kwenye ngozi zao na kusababisha seli za ngozi kubadilika na kuzalisha kansa. Kisababishi kingine ni hitilafu za kurithi. Unaweza ukazaliwa lakini tayari seli zako zina hitilafu. Kwa hiyo
zaliana zinakuwa tayari zimekupelekea kwenye nini? Kwenye hatari ya kansa. Sasa hii huwa ni sababu kubwa ya kansa za utotoni. Zipo kansa za utotoni tunaziita pediatric cancers. Hizi zina mara nyingi huwa ni kwa sababu ya hitilafu za kurithi na si mtindo wa maisha. Lakini kingine, uzito uliopitiliza. Uzito uliopitiliza kwa muda mrefu huwa unaupelekea mwili kuwa katika hali ya chronic inflammation na excess hormone. Kumbuka, unapoongeza uzito na kunenepa, hauongezi tu mafuta, lakini unaongeza seli. Mafuta hayakai tu hivi hivi, unaongeza seli, tunaziita adipocytes. Zile adipocytes huwa zinatengeneza stress, lakini pia zinafanya hormone conversion. Zina convert androgen kwenda kwenye estrogen. Na ukiwa exposed na estrogen kwa muda mrefu, ni riski ya kansa, ikiwemo kansa ya matiti. Kwa hizi ni sababu nyingine. Sasa kwa Tanzania nimeshazungumzia kansa zinazopatikana kwa wingi: shingo ya kizazi, matiti, tezi dume, koo, utumbo mpana na tumbo. Sasa tunaepukaje? Namna ya kuzuia: rudi kwenye vyanzo. Epuka vyanzo vya kansa kwa kadri unavyoweza. Rekebisha mtindo wa maisha kwa kadri unavyoweza. Mazoezi na lishe bora yanakupa wewe uwezo wa kufight cancerous changes ambazo zinatokea ndani ya mwili wako. Lakini tumia chanjo kwa kansa zinazosababishwa na virusi kama shingo ya kizazi, human papilloma virus. Najua hata serikali imeanza kampeni ya kutoa kansa kwa kina mama. Lakini kingine, fanya uchunguzi mara kwa mara na mapema, kwa sababu kansa ikigundulika mapema unaweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Ikigundulika mapema unaweza kufanya nini? Kupona. Wako wa kansa na wewe unaweza kuwa mmoja wao. Jikinge au fanya uchunguzi wa mapema, na Mungu akubariki.